Simba Day ni siku nyingine kabisa, ni tamasha lingine kabisa. Tupe kwanza experience yako baadhi ya Simba Day ambazo umekuwepo, lakini pia uizungumzie Simba Day hii ya leo. Simba Day ni siku kwanza. Simba Day kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kufanya tamasha letu, limefaana, limekuwa tamasha zuri ambalo limeisha kwa kupoteza kwa mchezo mmoja, lakini so far so good. Tunaenda kujipanga kwa sababu tuna mchezo mbeleni mgumu. Simba Day obviously ni siku ya kufurahi kwa wana Simba, hasa mashabiki wanapokutana na wachezaji wao ambao wapya na wale wa zamani. Kwa hiyo leo ni siku nzuri ya kukutana sisi pamoja na mashabiki na zamani wachezaji wao wamewaona, japo kwa muda mfupi ambao mwalimu ameweza kutupa nafasi, wameweza kuwaona wachezaji wao. Lakini nilichokipenda zaidi kwa siku ya leo, tamasha limefana, mashabiki wamekuja kutusapoti kwa wingi. Toka asubuhi tumeona mashabiki wetu wamekuwa mashabiki wa kuigwa mfano, wameweza kujitokeza kwa wingi. Kwa ni kitu cha kushukuru na kuweza kuwapigia makofi. Wamefanya kitu kizuri sana mashabiki, na tunawashukuru na tunawaheshimu sana kwa hilo walichokifanya siku ya leo. Mchezo huu umetusaidia zaidi kwenye maeneo gani kuelekea mchezo uliokuwepo mbele yetu wa kimashindano? Nadhani huu mchezo ulikuwa ni wa kupokezana. Kuna watu wamecheza dakika 10, kuna watu wamecheza dakika 30, kuna watu wamecheza dakika 45. Kwa hiyo sidhani kama ni mchezo wa kuhesabia, kwa sababu mwalimu naye ana target zake. Unaona, hasa ukizingatia mbeleni tuna mchezo mgumu sana. Unaona, ni mchezo wa finali, mchezo wa ngao ya hisani, na tunacheza na mtani wetu. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi rahisi. Kwa hiyo sidhani kama hata ungekuwa mwalimu, sidhani kama ungeweza kuonesha mbinu zako zote. Sio, unaelewa, kwa sababu kesho kutwa una mchezo mgumu. Kwa hiyo kila mchezaji amepata nafasi ya kucheza. So far tumepoteza, lakini mimi nimefurahi kwa sababu tumekuja kuenjoy. Ilikuwa ni mechi ya kuenjoy, ya kufurahia. Kwa hiyo akili yetu kubwa ishahama sasa hapa. Sawa. Mchezo tunajiandaa kwa mchezo wa Jumatano. Sawa. Kwa ambacho tumekionyesha na kukifanya Rwanda na ambacho tumekionyesha na kukifanya katika mchezo huu, tupo tayari kwa ajili ya msimu wa kimashindano? Sisi kama wachezaji tupo tayari, lakini kwa hizi siku zilizo chache nadhani umakini unatakiwa uongezeke, kwa sababu tunaanza kucheza mechi kubwa, na kama unavyojua hizi mechi zinakuwa zina vitu vingi, na ni mechi ambazo mashabiki wetu asilimia kubwa wanataka tushinde. Kwa hiyo na sisi kama wachezaji natakiwa tu tayari kwa hizi siku ambazo zimebakiwa. Kwa hiyo natakiwa tujiangalie, tufuate maelekezo vizuri kwa mwalimu na tuweze kumsikiliza mwalimu anataka nini katika mchezo unaofuata. Sawa, Duchu, nimalizie. Nini kwako kimeongezeka? Mbona performance yako inazidi kuwa juu kadri siku zinazozidi kuongezeka? Kwanza mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Cha pili nianze kuwashukuru wachezaji wenzangu. Kwa sababu gani nasema wachezaji wenzangu? Wachezaji wenzangu ndio ambao wananifanya niweze kucheza vizuri. Pale ninapokosea wananirekebisha. Unaona, kwa sababu ukiwa uwanjani mwalimu anakuwa yuko nje, mwalimu haoni pale. Kwa hiyo wachezaji wenzangu wananifanya kuwa hivi, lakini mwalimu pia naye anachangia, kwa sababu mwalimu amekuwa akinipatia nafasi na ananipatia nafasi. Kwa hiyo naona na mimi mwenyewe naendelea kukua na naendelea kufikia yale malengo ambayo nimejiwekea, lakini kwangu mimi ni kuendelea kupambana na kuendelea kusikiliza maneno ya wenzangu ambao tunafanya nao kazi, mwalimu pamoja na management yote, kwa sababu ukiwa mchezaji ni lazima uwe unasikiliza kwamba mtu mwingine atakwambia kitu fulani usikilize, japo sio kila kitu utasikiliza, lakini kitu kizuri ni kusikiliza maelekezo ya mwalimu, kwa sababu mwalimu ndo anayekupa nafasi ya kucheza. Kwa hiyo kama unafuata maelekezo ya mwalimu, na imani ni vizuri mwalimu atakupatia nafasi. Kwa hiyo mimi kwangu ningependa kushukuru hiyo, lakini sifa kubwa ningempa wa mwalimu na wachezaji wenzangu pamoja ambao tunafanya nao kazi pamoja. Shukrani sana. Asante sana.